Na leo tunakwenda kujifunza tathmini binafsi, personal evaluation. Tathmini binafsi. Na tutakwenda kuangalia maandiko kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1, na tutaangalia mstari wa 12, wa 21 na wa 31. Naomba mwenye microphone aweze kusoma. Mwanzo 1 mstari wa 12, neno la Mungu linasema, nchi ikatoa majani, mche utoao mbegu kwa jinsi yake, na mti uzao matunda ambao mbegu zake zimo ndani yake kwa jinsi yake. Mungu akaona ya kuwa ni vyema. 21 neno la Mungu linasema, Mungu akaumba nyangumi wakubwa na kila kiumbe chenye uhai kiendacho, ambavyo maji yalijawa navyo kwa wingi kwa jinsi zao, na kila ndege arukaye kwa jinsi yake. Mungu akaona kuwa ni vyema. 31 neno la Mungu linasema, Mungu akaona kila kitu alichokifanya, na tazama ni chema sana. Ikawa jioni, ikawa asubuhi, siku ya 6. Amina. Baba, asante kwa kuwa jioni ya leo neema hii na nguvu hii ya neno lako imeweka matuo kwenye maisha ya kila nafsi, na kuheshimu kwa sababu uwepo wako una nguvu ya kuinua, uwepo wako una nguvu ya kuuisha, na uwepo wako una nguvu ya kubadilisha. Usiku wa leo utakwenda kuweka alama, na hili neno Baba litaingia kwenye mioyo kama msumari unavyopenya ndani ya ubao. Utukufu na wewe hata milele. Amen. So tunajifunza tathmini binafsi, kwa sababu tathmini ziko za aina nyingi. Kuna tathmini za ndoa, tathmini za biashara, tathmini za makampuni, mashirika, serikali. Tathmini ziko za aina nyingi, lakini leo tutazama kwenye tathmini binafsi, kwamba na ya tathmini maisha yangu. Sasa wengi ufikiri kwamba tathmini ni mapokeo ambayo labda yametoka kwa mabibi, mababu, koo au mifumo ya kibinadamu. Lakini chanzo cha tathmini ni Baba Mungu. Yeye ndio wa kwanza kuishi tathmini. Tunaona tu kwenye kitabu cha Genesis, Mwanzo, akuumba tu mpaka akamaliza. Alipokuwa akiumba, unaona kuna neno linatumika. Nimelisoma hapa mara 3, lakini linaonekana kwenye kitabu cha Mwanzo sura ya 1 mara 4. Akaona kuwa hayo aliyoyaumba kuwa ni mema, akaona vyote kuwa ni vema. Ikawa siku ya ngapi? Siku ya ngapi? Ikawa jioni, ikawa asubuhi. Lakini
anaonyesha kwamba alipoona kuwa ni vema, ndipo akachukua hatua ya kuendelea. Bwana asifiwe. It means angeona kwamba kilichofanyika kuwa ni kibaya, ina maana kusingekuwa na mwendelezo. Kuna mahali angerejea ili hakikishe kimekuwa chema, ndipo aende mbele. Bwana Yesu asifiwe. Kwa tunapofanya tathmini, tunafunua kwamba sisi ni sura na mfano wa Mungu. Mtu anapoitwa sura na mfano wa Mungu, ina maana gani? Kwamba cha kwanza yuko kama Mungu, lakini cha pili anatenda kazi kama Mungu. Kwa moja ya kitu kinatupa picha kwamba sisi tu wa namna ya Mungu na tunafanya kama Mungu, ni maisha ya tathmini. Haleluya. Tathmini ni hali ya kutembea katika hekima ya kiungu. Tunatembea katika hekima ya kiungu, kwamba tupo tunaishi, lakini maisha yetu tunayaratibu katika nidhamu za kiungu. Kwa hiyo atwendi mbele kwa mbele tunahakikisha kitu ni kamili kabla ya kingine akijatokea. So tunaposema tathmini, tuna maana gani? Tutaangalia katika tafsiri tofauti tofauti ambazo Roho Mtakatifu amenipa. Kitu cha kwanza, tathmini ni hali ya kujikagua. Ni hali ya kujikagua, na sio kujikagua kijuujuu, kujikagua kiundani. Huyu mtu anajikagua katika kila engo ya maisha yake. Tunapokwenda kambi za transformation, hasa kambi ya kwanza, kuna kuwa na kipengele cha kujikagua, na kuna kipengele hicho kinaenda ndani kinakuambia kwamba ruhusu Roho Mtakatifu akukague. Ndipo mtu unaanza kujiona hata vitu ambavyo ulivisahau, unaanza kuona chanzo cha tatizo, unaanza kuona makosa yako wapi, unaanza kuona kitu kibaya kilianzia wapi, unaanza kuona. Kwa hiyo kuna namna shuhuda zinakuwaga kubwa, lakini watu wengi hawafikiri kwamba katika kujikagua ndipo majawabu yanapoanzia kutokea. Haleluya. Sasa tunapoingia kwenye tathmini binafsi, kuna mambo specific ambayo tunashughulika nayo. Kitu cha kwanza tunachokiangalia katika kujikagua, kwanza tunajikagua hali zetu za kiroho. Hali yangu ya kiroho ya kwanza ninayojikagua, naanza kuangalia ushirika wangu na neno ukoje. Pili, naingia kujikagua
maisha yangu ya maombi yakoje? Tatu, najikagua, ushirika wangu na wengine ukoje? 4, najikagua, je, maisha yangu ya kumtolea Mungu yakoje? Natoa zaka? Ukianza kujikagua sasa, very important, lazima uwe mkweli juu ya wewe. Maisha yangu ya kiroho yakoje? Nafunga au paka watangaze? Mimi mwenyewe nina mfungo binafsi. Kwa nini siwezi kufunga? Kwa nini tumbo linanitesa? Kwa nini njaa inanisumbua? Mbona wengine wanafunga na hawafi? Yaani kuna kitu ambacho unaweza ukapita ukala alafu mfungo ukaisha. Yaani mfungo ukiisha ndio unaanza kujiona mjinga. Mbona umemaliza? Kumbe na mimi ningefunga nao tu. Sasa na mimi nilikuwa namaliza. Kwa sababu watu wa Mungu, kitu cha pamoja huwa kuna kuaga na nguvu. Kuna muunganiko kwenye ulimwengu wa roho. Kwa hiyo ukienda nao kuna kaneema kanatembea na wewe. Usipoweza mfungo wa pamoja, mfungo wako binafsi huo, Jehova, sijui utakuwaje. Kwa hiyo kuna eneo la kiroho, lakini kuna eneo la kimwili. Eneo la kimwili inabidi uanze kuangalia kwenye tathmini yako kwamba mipango yangu niliyoipanga imetekelezeka. Labda ulipanga ununue kiwanja, umenunua. Na kama hujanunua, kwa nini? Labda nilipanga ninunue shamba, lakini mwaka wote umepita na hela ilikuja mkononi mwako, ila shamba hujanunua. Labda una kiwanja tayari, ulipanga uweze kuanza kuweka msingi, sasa msingi hujaweka. Nini kimetokea? Ulipanga kuoa na mwaka umeisha, hujaoa. Mungu anakuona. So unaangalia, ulipanga kusoma lakini hujasoma. Umeishia tu kuapply chuo lakini hujasoma. Nini kimekuzuia? Kwa hiyo una vitu vya kimwili unaanza ukiangalia kimoja baada ya kingine. Kwa sababu tathmini sio tu hali ya kujikagua, lakini najikagua ili niweze kuwa mtekelezaji wa mambo ambayo ninayapanga yaliyoko mbele yangu. Bwana Yesu asifiwe. Naomba nieleweke kwamba wokovu ni kwa neema. Wokovu ni kwa neema. Yaani wokovu tunapewa bure. Hakuna mtu aliyefanya chochote kupata wokovu. Lakini kuishi wokovu ni gharama. Mtu ukipewa wokovu ni kama umepewa shamba. Lakini ukishapewa shamba, ili ilete faida, unafanya nini na hilo shamba? Je, utaliacha tu mwaka mzima limee magugu? Au utalima ili upande, ili uvune? Kuna maandiko hapa
yanaongea. Tutafungua pamoja na wewe. Fungua Wafilipi 2. Very important. Tutasoma mstari wa 12 na wa 13. Tusome Wafilipi 2 mstari wa 12 na wa 13. Ongeza sauti. Wafilipi 2 mstari wa 12 na wa 13, neno la Mungu linasema, basi wapendwa wangu, kama vile mlivyotii siku zote, si wakati mimi nilipokuwapo tu, bali sasa zaidi sana mimi nisipokuwapo, utimizeni wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kutetemeka, kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Amen. Kwa hiyo sisi kama tuliopokea wokovu, kuna agizo natuambiwa, utimizeni, ufanyieni kazi wokovu wenu wenyewe kwa kuogopa na kwa kutetemeka. Kwa napopewa wokovu, nimeingizwa kwenye malango ya mtu wa kazi. Mtu aliyepewa wokovu hana chembe ya uvivu. Mtu yeyote aliyepewa wokovu, mwilini ni mtu wa kazi, rohoni ni mtu wa kazi. Baada ya wokovu, ili uone matokeo, lazima uwe mtu wa kazi. Sasa hakuna mtu mwenye nguvu ya kazi alafu aishi tathmini. Ndio maana unamuona mtu aliyeokoka anafananishwa na mkulima. Mtu aliyeokoka anafananishwa na mpiga mbio. Mtu aliyeokoka anafananishwa na mfanya masumbwi. Mtu aliyeokoka sio mtu wa kuja maisha ya kukaa, mwaka unaisha, hamna anachoonyesha. Hicho sio kipengele cha maisha ya mtu aliyeokoka. Jamani, nataka niwaambie, wokovu ni kazi. Unapopewa masaa 24, unahitaji kuonyesha matokeo ya masaa 24. Kwa sababu mimi na wewe masaa 24 hayahesabiki masaa 24. Kwa kuwa mimi masaa 24 yangu ni kama miaka 1000. Haleluya. Bwana asifiwe. Huko nje masaa 24 yao yanaweza kawa ni hayo, lakini mtu wa rohoni masaa 24 sio kitu cha kawaida. Ndio maana kuna mwandishi mmoja anaitwa Madok. Yeye anafundisha tu hekima. Paka amekuwa mzee, sasa hivi amekuwa mzee paka hawezi kuinuka. Lakini maisha yake yote, assignment aliyopewa ni kufundisha tu what is wisdom. Hamna mtu ameandika vitabu vya wisdom kama huyo. Yeye kwenye kitabu chake anaandika, anasema, nionyeshe siku moja unavyoishi, nitakuonyesha wewe ni nani. Which is true. Kwa mimi na wewe tulipoitwa kwenye wokovu, tuliitwa kwenye kazi. Ndio maana unamuona mtu wa kwanza Mungu amemuumba. Kitu cha kwanza kumpa sio mke, alimpa kazi. Sasa mtu unapoona umepewa kazi, ndio sasa umeitwa uishi tathmini.
Maisha ya biashara hayana thamani kama maisha yako. Lazima mimi niyatathmini maisha yangu. Maisha yangu yanaendaje? Ndio utaona magapu yote ya kijingajinga unayaondosha kwenye maisha yako. Magapu yote, utupu wote unaondoa kwenye maisha yako. Vitu visivyofaa vyote unaviondoa, na utaona mwaka unapoingia unakuwa mtu mwingine, una matokeo mengine. Maana tunasema hapa mwaka mpya, mambo mapya. No! Haiwezi katokea mambo mapya ikiwa mimi ni yule yule. Bwana asifiwe. So, kwenye kujikagua ninaweza nikagundua yafuatayo. Very important. Kwenye kujikagua ninaweza nikagundua yafuatayo. Kwanza, nikagundua nguvu nilizonazo. Nagundua nina nguvu kwenye eneo gani. Pili, ninagundua mimi ni mdhaifu kwenye eneo lipi. Tatu, nagundua wapi nimeshindwa, kwa sababu lazima uwe mkweli juu yako mwenyewe. Wapi nimeshindwa? Yaani hapa nimeshindwa. Pia nne, nagundua wapi nimeweza. Tano, nagundua vitu gani sivihitaji tena. Vitu gani sivihitaji tena. Na sita, nagundua vitu gani navihitaji lakini sina. Vitu gani navihitaji lakini sina. Namba 7, nagundua watu gani niwape nafasi ya karibu kwenye maisha yangu. Watu gani niwape nafasi ya karibu kwenye maisha yangu. Na namba 8, watu gani niwanyime nafasi ya karibu kwenye maisha yangu. Namba 9, nagundua nini nifanye. Nini nifanye ili niweze kutoka hapa. Nini nifanye? Kwa sababu tathmini, ili iwe tathmini lazima ikupe majibu namna gani ya kwenda mbele. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nini maana tena tathmini? Tutaangalia nini maana ya tathmini. Tathmini ni hali ya mjadala binafsi wa maisha yangu. Ni hali ya mjadala binafsi wa maisha yangu, kwamba niko hapa na yajadili maisha yangu. Sio maisha ya jirani. Kuyajadili maisha ya jirani rahisi. Unatupia tu, ndio. Lakini kujijadili wewe, ukaweka utupu wako hadharani. Unajua kuna mtu anaitwa Esau.
ukisoma habari ya Esau kwenye kitabu cha Mwanzo, unaweza usimuelewe sana, kwa sababu Esau kuna kitu ambacho ukikiangalia katika undani utaona maisha yake yalikuwa yanatathmini. Kwa hiyo Esau kwanza hakujua thamani ya uzaliwa wa kwanza, hakujua. Hakujua kwamba uzaliwa wake wa kwanza umefungamana na hatima yake, hakujua. Kwa yeye alikuwa anaishi sawa sawa na yatoka nayo. Kwa siku alipokuwa na njaa, ikiwa bei ya chakula ili ashibe mlo mmoja ilikuwa inagharimu uzaliwa wake wa kwanza ambao ndio una hatima yake, kwa sababu yeye hajawahi kujitathmini akajua kwamba uzaliwa wangu wa kwanza ndio umebeba baraka zangu. Kwa hiyo akachukua sahani ya mchuzi mwekundu kwa bei God, kwa bei ya urithi wake, uzaliwa wake wa kwanza, utambulisho wake. Kwa mahali pa uzaliwa wa kwanza alipauza kwa Yakobo kwa mchuzi bakuli moja, kwa sababu hakujua thamani. Kadri unavyofanya tathmini ndivyo thamani yako unavyoiweka juu. Kwa nini? Kwa sababu unapofanya tathmini unapanga na kupangua ili kisichofaa kisiwe mbele yako, bali kinachofaa kiwe mbele yako, ili hatima yako ya kuwepo duniani ifanikiwe. Bwana asifiwe. Ndio unakuta Yusufu alikuwa mtu wa tathmini. Ndio maana yule mwanamke alipomng'ang'ania alale naye, kwake akikuwa kitu ambacho unasema tu kwamba hamna mtu anaona. Sio hamna mtu anaona, kwa sababu seksi moja inaondoa nguvu. Seksi moja inatia giza kwenye hatima. Seksi moja inakuingiza kwenye muunganiko na madhabahu. Kwa hiyo akaona kwamba nimkose Mungu, nikose hatima, niukose utambulisho. Kwa alikuwa mtu wa tathmini. Alishajiona yeye ni nani, anaenda wapi. Mimi nakwambia huyu Yusufu kama angelala na yule mwanamke usingemsikia pale juu. Lakini watu wa tathmini ndio wanaoona kwamba mimi seksi no. Ndio maana wahimiza vijana wote mliofika rika la kuwa oeni. Oeni. Kwa sababu kama hamuoi, shetani atawajaribu. Hatua moja ya sex, wewe una Roho Mtakatifu. Usifikiri ukiseksi Roho Mtakatifu anaondoka. Haondoki. Haondoki. Ukiseksi una Roho Mtakatifu. Sio kwamba Roho Mtakatifu anasema ngoja nikae pembeni umalize. Una seksi juu yake.
Crefodora anasema ukisex una Roho Mtakatifu, na maana na Roho Mtakatifu pia amesex. Kwa mtu wa tathmini, kuna namna, kuna mambo hayawezi kuingia kwenye maisha yako, kwa sababu kuna namna unafunga, unasema hiki kitu hakimo kwenye maisha yangu. Kwenye tathmini ya mwaka huu, unaona huu mwaka 25 ulisex, uandike kabisa nilisex na fulani na fulani na fulani. Tena usimalize juu kwa juu, kamuombe msamaha. Kamuombe msamaha. Tengeneza, ndio itakuwa toba ya kweli. Angalia mnavyoniangalia. Mungu anawaona. Unapo sex wewe mtu mmoja tu, unanajisi kanisa. Wewe mtu mmoja tu. Kwa sababu sisi tuna agano na wewe. Au haujui kwamba sisi ni viungo? Sisi si viungo au mnasemaje? Sisi ni viungo. Sasa tunasema tu mimi mkono, mimi ni mkono. Sex, wewe kiungo sex peke yako ndio uli sex. Mimi mkono sikuwepo. Yaani kiungo ndio hivyo. Jehova nisi. Bwana asifiwe. Kitu kingine, tafsiri, yani tafsiri. Tafsiri ya tathmini ni hali ya kujiuliza maswali ambayo lazima uyapatie majibu. Ni hali ya kujiuliza maswali ambayo lazima uyapatie majibu. Kuna huyu mtoto anaitwa prodigal son, mwanampotevu. Mwanampotevu kama angefanya tathmini, ina maana kile alichochukua baba yake asingekichukua, kwa sababu bado alikuwa hajaandaliwa. Kwa maana ipi? Hakuwa na maturity, hakuwa na upeo, ukomavu wa kuweza kwenda mbali na baba yake. Na baba yake alilijua hilo, ndio maana hakuwa tayari. Lakini yule mtoto akalazimisha, kwa kuwa hajawahi kujitathmini. Siku huyu kijana anafanya tathmini ni baada ya kupita jangwani. Yaani watoto washamkataa, kila kitu kimeharibika, miti yote inateleza, kila kitu ni kibaya, hamna mahali pa kuingia wala kutoka, jina hana utambulisho, hana chochote, mpaka nguruwe wamtambui. Jesus. Maana hata nguruwe hakuwa na rehema na yeye. Isipokuwa labda awanyang'anye mdomoni mwao ili yale, lakini walikuwa mbakshi. Ndipo akafanya tathmini
mwenyewe Luka 15. Akafanya tathmini juu yake mwenyewe. Akasema nitarudi. Nitarudi kwa baba yangu. La anifanye hata kuwa mtumwa. Sasa mi tathmini za namna hiyo mimi sistaki. Tathmini fanya bwana una afya yako. Fanya una akili zako. Fanya unanukia. Fanya ukiwa vizuri. Tathmini unafanyia kitandani nani uwezi. Kuna mmoja yeye aliokoka lakini ndio hivyo hapatikani nyumbani mwa Bwana. So Jumapili yeye alikuwa mjumbe wa chama. Chama gani sikutaji. Sasa Jumapili ukishakuwa mjumbe wa chama, muda wa ibada ndio muda wa chama. Kwa Jumapili zote asali. Zote haji kanisani. Lakini anasema ameokoka. Hiyo siku ugonjwa si utokea mashariki au magharibi. Si utokea wapi? Ukapiga. Unajua kuna ugonjwa unapiga afu unaondoka. Ukapiga afu ukakaa. Katumia dawa zote, ugonjwa umekaa. Alikuwa mjumbe wa chama. Akivaa suruali mkanda anafungia juu. Akifungia juu sasa tumbo liko mbele na cheza. Yes, yani kila mtu ajue mjumbe wa chama. Ule ugonjwa ulipokuja, suruali ile alikuwa anaifunga anaikunja na pini mara 2. Akaanza kufanya tathmini. Akafanya tathmini. Maana sababu ndo ana utulivu juu yake na yeye mwenyewe. Usicheze hiyo kitu. Kuwa na utulivu juu yako mwenyewe ukiwa vizuri. Usitulizwe na kitu kingine mtumishi. Itakuwa danger. Akakaa chini. Akamwambia Mungu, ukiniponya hapa mimi kwanza nitakuwa mshika mkoba wa Apostle Ndege. Pili, ukiniponya hapa nitakuwa panya wa kanisani. Jesus. Kumbe hayo alitakiwa afanye tathmini kabla. Lakini akafanya tathmini baadaye. Bwana asifiwe. Praise God. Hebu wana wa tathmini wamshangilie Bwana. Apostle Ndege akamwambia, unasema utakuwa mshika mkoba wangu? Haya. Ule ugonjwa Mungu anaangalia the motive behind. Very important. Mungu siku zote aangalii maneno yako. Anaangalia nia ya ndani. Alipoisoma nia ya ndani, akuona ukweli. Ule ugonjwa ukadumu mpaka ule mtu alifutika. Nasema hivi, usitafute kufanya tathmini eti kwa sababu kila kitu kimeharibika. Fanya tathmini wakati kila kitu kinaenda. Hivi naongea. Hii tathmini iliwahi kumwokoa mwanamke anaitwa Naomi.
Maana ya neno Naomi ni sweet, kitu kitamu. Lakini Naomi akajibadilisha jina, akajiita Mara. Kwa maana ipi? Akasema mimi sio Naomi, sio kitu kitamu, mimi ni uchungu. Kwa nini? Kwa mambo aliyoyapitia. Kwanza mume wake kutoka Bethlehemu, nyumba ya mikate, kuja kuhamia Moabu, hakufanya tathmini. Hakufanya tathmini. Ni kweli kwa majira yale Bethlehemu kulikuwa na njaa, lakini Mungu alikuwepo. Ila Moabu palikuwa ni pazuri, lakini Mungu hakuwepo. Kwa alipoingia Moabu, mauti ya Moabu yote ikawa juu yake. Yote ikawa juu yake. Miungu ya Moabu yote ikawa juu yake. Ikampiga akafa. Ikampiga mtoto wa kwanza akafa. Ikampiga mtoto wa pili akafa. Wakabakia wanawake. Ndipo Naomi akafanya tathmini. Bwana asifiwe. Ukisoma kitabu cha Ruthi 1:6 unaona Naomi akafanya tathmini iliyompa maamuzi ya kurudi Bethlehemu. Kwa maisha ya Naomi, God, yalipofika Bethlehemu, hayakuendelea kuwa Mara au uchungu, yalisimama tena yakawa Naomi, kwa maana ya utamu. Bwana asifiwe. Lakini nini kilimuokoa? Tathmini. Tathmini. Bwana asifiwe. Sasa tuangalie, namalizia. Nini faida? Faida tathmini. Ya kwanza, tathmini ukuingiza kwenye maamuzi sahihi. Jesus. Kuamua hakuhitaji kukurupuka. Ili mtu amue sahihi, weka mambo mezani. Na kabla hujaamua, katika kikao chako, hakikisha umekaa kikao na Roho Mtakatifu asiye na mwanzo, asiye na mwisho. My God. Roho wa Mungu ambaye ukisoma Wakorintho wa kwanza 2 mstari wa 9 mpaka 13, Roho wa Mungu yeye uyafunua mambo yaliyofichwa. Ufunua vifundo, ufumbua mafumbo, mambo yaliyositirika ndani ya sakafu ya moyo wa Mungu, mambo ambayo yaliandaliwa kwa ajili yako, mambo yaliyokirimiwa kwa ajili yako. Kwa tunapofanya tathmini ili tuingie kwenye maamuzi sahihi, tathmini yetu lazima tuwe na Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Unaongea kama uko na mwingine, kwa sababu Roho Mtakatifu ni nafsi. Roho Mtakatifu ni nafsi. Ana akili, ana mawazo, ana nia, anaona, ananena, ana kila nafsi ilicho nacho. So Roho Mtakatifu ndio mwenza
ndio mwenza kwenye tathmini ili utoke na maamuzi sahihi. My God. Mimi nataka nikwambie maisha yako ya 2026 hayana alama ya uharibifu. Kwa nini? Kwenye tathmini Roho Mtakatifu hatapitisha mianya yoyote ya uharibifu kwenye maisha yako. Kwa kila maamuzi utakayoamua ni maamuzi ambayo yatakuingiza kwenye daraja ambalo hakuna shetani anaweza kukalia. Kuna mtu mmoja akasema kwamba unapoona unavamiwa ni mkao. Ni mkao. Kuna mkao umekaa. Akasema ndege kabla haijapaa, njiwa anaweza akatua, kunguru akatua, mwewe akatua. Anasema ile ndege ikianza kupaa, anasema kuna aina ya ndege kama tai, kuna stage anaweza akapambana na ndege, lakini kuna stage inafika, ile ndege inafika kwenye upeo ambao hakuna mnyama anaweza kuisogelea. Bwana asifiwe. Kwa lazima ufanye maamuzi ambayo, yani kuna mikao hautakaa. Ile mikao ambayo kila habari mbaya unapata. Jamani, mkao huo. Kama mkao, haleluya. Kama mkao, yani mtu akiwa na habari mbaya anakusahau. Yes. Au unapenda habari mbaya? Zinachosha. Hai. Yaani baada ya kutafakari neno unatafakari tena mambo ulioambiwa. Hapana, huo muda umepita na mwaka 26 huo muda haupo. Mtu kama ana habari mbaya yake, kama aichimbii kaburini, akae nayo mwenyewe. Wewe usikubali. Yaani kuna mahali ukikaa mtu akuletea habari mbaya, anza kufly. Pa. Unaweza ukaondoka bila kuaga mtumishi na utakuwa hujafanya dhambi. Haleluya. Yaani imetosha. Kama habari mbaya unazo, hizo ulizonazo zimekutosha na mimi nakupa taarifa, usiingie nazo mwaka 26. Katika tathmini yako hizo habari mbaya zote, oh God, tafuta mahali uzizike. Kwa sababu hizi habari mbaya ni za kwangu. Hii ni za kwangu, hata shetani sio za kwake, ni za kwangu. Sasa naziweka wapi? Mtu wa kumpa Mama Lili kapiga libiti. Sasa na ingia nazo 26 hizi, ngoja nikazizike. Tafuta shimo, haleluya. Anza kuziambia wewe habari mbaya, leo nimekuzika. Wewe unafanya maamuzi baada ya tathmini. Na hayo maamuzi unapoyafanya, Jehova Nisi, ndio ataka kufanya uwe na utambulisho mwingine. Jamani, mimi niwaambie ukweli, kila mtu hapa alivyo ni maamuzi yake. Amina. Kila mtu hapa alivyo ni maamuzi yake. Yaani wewe uishi hapa kwa maamuzi ya mwingine. Yaani hivyo ulivyo, God, ni maamuzi yako. Jehova. Ni maamuzi yako. Kuna maamuzi ukifanya wewe hautakuwa hivyo tena. Na sisi tunaokuangalia hatutakuona hivyo tena. My God. Katika jina la Yesu. Hiyo ndio faida namba 1. Sasa kwa sababu ya muda wangu hatuwezi kuendelea, ni saa 2 kamili.
Mungu ametubariki. Sema Roho Mtakatifu. Sema tena Roho Mtakatifu. Ninakusii leo niumbie roho ya kufanya tathmini. Hekima hii naitaka, moyo huu ninautaka, nguvu hii ninaitaka. Roho Mtakatifu, ikiwa wewe ni Bwana wa tathmini, maisha yangu hayawezi kwenda tu. Mwaka unabadilika, namba zinabadilika, majira yanabadilika, nami nataka maisha mapya. Roho wa Mungu haitakuwa automatic. Nahitaji kufanyia kazi maisha yangu ya wokovu. Nipe kutulia, nipe kutulia kwa neema ya Roho yako Mtakatifu. Nifanyie tathmini maisha yangu. Roho Mtakatifu, kuna mambo lazima yapotee kwenye maisha yangu. Kuna mambo lazima yabadilike kwenye maisha yangu. Kuna vitu lazima nivikane kwenye maisha yangu. Kuna mambo mapya lazima yazaliwe. Kuna mambo mapya lazima yaumbike. Kuna mambo mapya lazima yajengeke. Nimekubali, nimeamua. Nataka niwe na harufu nyingine, niwe na sura nyingine. Leo nashindana na kila roho inaoninyima kufanya tathmini. Kwa jina la Yesu, nakataa mtego adui unaoniondolea utulivu wa tathmini. Bwana Jehova, nipe kuyakusanya maisha yangu na yawe mjadala mbele zangu na mbele za Roho yako Mtakatifu. Bwana, nataka nione kila kitu ni chema. Nataka nione kila kitu ni chema kama wewe ulivyoona. Roho Mtakatifu, na yasiyofaa lazima yaondoke. Maana ni wewe umeniamini kunipa haya maisha. Hayatakuwa vyovyote. Miaka niliyoishi ni mingi. Miaka niliyoishi ni mengi. Bwana, leo hii ninapoingia 26, nakubali kujiona tofauti katika jina la Yesu. Hebu inua mikono yako, jiombee mwenyewe dakika moja. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Asante Roho Mtakatifu. Huyo mwenye microphone ampe mchungaji, mpe Pastor Aidin hapo. Asante Roho Mtakatifu. Nakushukuru kwa ajili ya maisha mapya. Nakushukuru kwa ajili ya roho ya tathmini. Nakushukuru kwa ajili ya roho ya maamuzi. Nakushukuru kwa ajili ya roho ya hekima. Baba Mtakatifu, nipe utulivu Baba. Niasome maisha yangu. Nielewe maisha yangu. Asante kwa ajili ya maisha ya tathmini. Asante Roho Mtakatifu kwa ajili ya maisha ya tathmini. Asante kwa ajili ya maisha ya tathmini ya kiroho. Asante kwa ajili ya maisha ya tathmini ya kimwili. Bwana, jioni ya leo nimejifunza, nimeelewa kwamba maisha yangu yanatokana na wewe Mungu wa tathmini. Nami Bwana niko mbele zako. Sitaingia 2026 katika hali ya unyonge. Kila habari mbaya naiondoa. Kila jambo baya tunataka 2025 sitaingia nao 2026 kwa sababu mimi ni mtu wa tathmini. Bwana, asante kwa neno hili limeshuka kwenye moyo wangu. Nami jioni ya leo Roho Mungu, ninaitaka tathmini ya mimi na wewe, kikao cha mimi na wewe Roho Mungu, pale ambapo sikutoa zaka, pale ambapo sikutoa dhabihu, pale ambapo nina madeni ndani ya nyumba yako, pale ambapo sikufanya sawa sawa, pale ambapo sikupenda, pale ambapo sikutimiza wajibu
karibu. Roho Mungu nisaidie, maana haya ni maisha yako, haya ni maisha yako. Nami jioni ya leo nayataka maisha yako, nayataka maisha yako. Erebosata karaba endiarabosenda yamo rikanda raboseketa renda rabosa yanamo rikaya babasa. Roho Mungu nisaidie, Bwana nisaidie. Nataka kuingia kwa nguvu, nataka kuingia kwa unyofu. Baba nisaidie kuwa mtu wa tathmini. Sitaingia kinyonge, ninaingia katika ujasiri, maana mimi ni mtu wa tathmini. Mama, mimi ni mtu wa tathmini. Bwana, maisha yangu ya kukutolea, ikiwa ni zaka, ikiwa ni sadaka, mimi ni mkweli wa mimi mwenyewe, mimi ni mkweli wa mimi mwenyewe. Neno ila wakati, neno ila wakati ninapomaliza mwaka, Roho Mungu nisaidie Bwana, niuone wema wako, niuone uzuri wako ndani ya kutathmini maisha yangu. Asante Roho Mungu, ninakushukuru Bwana. Pigia Yesu makofi. Asante Yesu. Kwa dakika moja nataka umwangalie jirani yako, mwambie, hivi umejifunza nini? Kuna kitu umeelewa? Hebu akuelezee. Amina. Mchapie Bwana makofi kwa ajili ya ndugu. Sasa mpe maelekezo, mpe maelekezo, mpe maelekezo. Amen. Mchapie Yesu makofi. Hayo makofi hajaokoka, mchapie Yesu makofi. Hallelujah. Asante Yesu. So, wanandoa, Jumamosi tuna jambo letu. Wanandoa mpo? Hebu wanandoa wote nyosha mkono. Yeah. Naomba tukishatoa sadaka wanandoa wote, naomba tuonane dakika moja iliyokoka. Tuonane hapa.
Naomba uchukue sadaka yako. Jumapili tuna ibada 3, tumerudi kwenye ibada zetu. Mungu akubariki. Tunahitaji kuendelea kuombea taifa letu. Tunahitaji kuzamisha zaidi kuombea taifa letu. Ule utulivu wa juzi usitupe starehe. Tunahitaji kuomba zaidi. Bwana asifiwe. Ujue unapoona alama ya ushindi, kuna namna adui anajipanga kwa upya. Kwa hiyo sisi kama watakatifu hatuko kushindana kisiasa, bali sisi tunajua mahali pa kushindana. Kwa kila mmoja wetu tuzame kwenye kuliombea taifa. Ng'ang'ana, yani tumia lisaa lizima kila siku kuliombea taifa. Amina. Unapoliombea taifa unajiombea mwenyewe. Kwa hiyo kubali tu kusimama, kwa sababu taifa likiingia mchafuko, anayeathirika ni wewe. So hakikisha unakuwa mwaminifu. Mwambie jirani yako, ombea taifa kwa lisaa kila siku. Chukua dhabihu yako, simama kwa miguu yako. Sema, ewe Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya nguvu ya tathmini. Haya ni majira mapya, nami utanifunua katika hii hekima. Na tazama, sitaingia mwaka 26 kama kipofu, lakini Bwana, nitaiona 26 hata kabla haijakuwepo. Nayo 26 itanitumikia, kwa kuwa katika tathmini nimejihesabu mimi kuwa mkuu kuliko mwaka unaokuja. Baba, unibariki katika utulivu, nifanye tathmini juu ya kila kipengele unachokifunua kwenye maisha yangu, katika jina la Yesu. Na kutolea dhabihu hii kama moyo wa shukurani, kwa kuwa Bwana, hii ni pendo langu kwako sasa na hata milele. Amen.